Haya jamani, wazazi wenzangu, njoni hapa tuzungumze. Zinaa hulipwa kwa zinaa. Tembea mtoto wa mtu, dada yako na yeye atafanyiwa hivyo. Mama yako atafanyiwa. Zinaa ile ya kuharibu maisha ya yule dada itarudi kwa watoto wako wa kike. Kitu sana kuhusu haya mambo, hususan kwenye uzao wetu. Kila laheri mzazi mwenza. Shosti! Tusemezane. Haya jamani, wazazi wenzangu, njoni hapa tuzungumze. Kuna video fulani hivi nilionaga muda mrefu kidogo, ambayo video ni mdada wa Kiislamu. Nasema wa Kiislamu kwa sababu ilikuwa ni kama mawaidha anatoa, akawa anasema mstari, zinaa hulipwa kwa zinaa. And kwenye maelezo yake mengi ikanifanya ni reflect vitu vingi sana. Yeye alikuwa anaelezea kwamba endapo ukitembea na mtu mtoto wa mtu, kama wewe ni kaka, ukitembea na mtoto wa mtu, dada yako na yeye atafanyiwa hivyo. Mama yako atafanyiwa hivyo. Yaani kwamba zinaa hulipwa kwa zinaa. Lakini sasa tuiweke kwenye ulezi. Yaani wewe ni mama ambaye una mtoto wa kike, wewe ni mama ambaye una mtoto wa kiume. Watu wengi sana tukiwa na watoto wetu tunakuaga na hii, tunatamani watoto wetu wawe na wenza. Si ndio? Yaani ukiwa na mtoto wa kiume unatamani mtoto wako aoe, apate mke na kadhalika. That goes hata kwa mtoto wako wa kike. Lakini zinaa hulipwa kwa zinaa endapo una mtoto wa kiume amezaa na mtu mwingine, labda na mdada huko, hakumuoa, akaoa mtu mwingine. Ile zinaa ile ya kuharibu maisha ya yule dada itarudi kwa watoto wako wa kike. Yes, that goes. Una mtoto wa kike amemuumiza dada mwingine huko kwa kutembea na mume wa mtu. Ile zinaa ile italipwa kwa kaka yake. Ndio maana ya zinaa ulipwa kwa zinaa. Ni kwamba jambo lililofanyika kwenye nyumba yako, yani jambo lililofanyika kwenye nyumba yako, nikisema nyumba yako inamaanisha watoto wako, hicho kitu kilichofanyika kikaenda kusababisha maumivu kwa watu wengine, hayo maumivu yatarudi kwenye nyumba yako. Haijalishi yatarudi vipi, lakini yatarudi. Kwa muda mwingine tunakuwa tuna watoto wamezaa na watu wengine, na mtoto anakuambia kabisa, mimi bwana huyu dada simpendi. Na wewe mama unasema sawa. Au mimi bwana huyu mwanamke wangu simpendi. Na wewe mama unasema sawa bwana, na una support kabisa. Na wewe mama unasema sawa, una support kabisa. Na labda hata unatumia namna ya kumwattack yule dada ambaye ana mtoto ana mjukuu wako, au unatumia kuattack yule mwanaume ambaye hapendwi na binti yako na kadhalika. Just know the pain wale watu wanaoipitia, ambayo imesababishwa na watoto wa nyumba yako, itarudi either kwa watoto wako, either kwa wajukuu wako, lakini itarudi. I don't know, sijui naiwekaje, lakini ningekuwa naiongelea kiimani, inamaanisha ile ni kama ni baraka itarudi, kama ni laana itarudi. Yaani iko hivyo. Yaani ile formula unaosema what goes around comes back around, sometimes hairudi kwetu na kuona, lakini inarudi kwa watu ambao wanahusiana na sisi. Kwa hiyo unajikuta mtoto wako huyo wa kike anaolewa vizuri kabisa, lakini kaka yake alishawahi kumwacha mtu huko. Yale maumivu ya yule dada yanaweza yakaja kwenye watoto wa mtoto wako wa kike. Yes, wasiolewe, wanazalishwa tu hapo nyumbani. Sipendi neno la kuzalishwa. Wanapata watoto hapo nyumbani. Iko hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo tukifikiria vizuri, ule msemo ule dada aliyosema zinaa hulipwa kwa zinaa, inamaanisha chochote kitakachokuwa kimefanyika na kikasababisha matokeo, matokeo ya maumivu sehemu, yale maumivu yanarudigi. Ukinisikiliza kwa mihemko utanijibu like, bwana haiwezi kuwa hivyo. Lakini ukinisikiliza kwa makini, ujue tu kabisa kwamba ile formula ya what goes around comes back around inarudi. Yani sijui karma, sijui kitu gani, ile kitu kinarudi either kiimani, either kama unaamini, au kikawaida, yani kikawaida tu, kwenye knowledge ya kawaida. Just know kwamba maumivu yale hurudi. That goes hata kama ni furaha ile hurudi, baraka zile hurudi, yani ikogi hivyo. Kwa wazazi wenzangu, sijui kama ndo tutasali au tunafanyaje, lakini tafakari hichi kitu sana kuhusu haya mambo, hususan kwenye uzao wetu. Kila laheri mzazi mwenzangu. Shosti! Tusemezane.